majina naitwa Agri Michael Kalawa, ni mratibu wa kanda ya kusini wa taasisi ya mwitikio wa kudhibiti kifua kikuu na ukimwi Tanzania. Mimi pia ni mojawapo ya watu waliougua kifua kikuu na kupona. Ninaomba nieleze umma kwa kifupi sana namna ambavyo nilipitia katika kuugua kwangu kifua kikuu. Miaka kama 10 iliyopita ndipo niliugua kifua kikuu. Wakati navyougua nilikuwa napata homa. Kwa bahati mbaya sikuwa na dalili ya kukohoa, lakini mimi nilikuwa na dalili ya kuchoka, kukonda, kupata homa na kutokwa jasho jingi sana, hasa nyakati za usiku. Nakumbuka kipindi hicho nilikuwa nimeenda kufanya kazi Mbozi, kwenye kazi hizi za ununuzi wa kahawa. Nilivyotoka kule ndipo nikarudi nyumbani nikiwa na homa. Ile homa ilinigharimu kama miezi 4 nikiwa nahangaika na matibabu. Na kwa bahati nzuri wakati ule nilikuwa nimepata viela, basi mimi moja kwa moja nilikuwa naamini kupata matibabu kwenye vituo vya binafsi ambavyo ni vya kutumia pesa nyingi, nikiamini nitapata matibabu sahihi. Lakini kila kituo nilichoenda kupima niligundulika na either typhoid ama malaria, lakini nikianzishiwa dawa na tibiwa zile dawa na maliza. Kwa bahati mbaya sana katika kipindi cha miezi 4 vile vile vyote ambavyo nilikuwa nimepata kwenye hizo shughuli zangu za ununuzi wa kahawa nikawa nimeishiwa kabisa. Ikafika hatua nikakata tamaa kabisa. Na nikiri kwamba mimi pia niliamini kwamba nilirogwa, na nilifanikiwa kwenda hata kwa mganga wa jadi ambaye si vizuri kumtaja jina, lakini yupo hapa katika halmashauri ya jiji akanirubuni kwa kuniambia kwamba nimerogwa, na nimerogwa kwa kuchukuliwa kama jini ili nifanye kazi, lakini kwa bahati mbaya kule nilikorogewa ni mbali. Kwa hivi lile jini sasa linanipa hii hali ya kuugua mara kwa mara. Unaona? Na mazingira aliyokuwa ananitabiria huo uganga wake, kwa kweli kabla niliamini, kwa sababu kuna sauti ilikuwa inatoka mahali nikiwa kwenye hiyo madhabahu ya huyo mganga. Sauti ilikuwa inatoka chini na nieleza hivyo vitu, na ni kweli niliokota pesa Mbozi, na baada ya hapo nikaanza kupata hizo shida, nikaamini moja kwa moja. Lakini kilichonisaidia ni kwamba baadaye nilikuja kustuka kwamba yule alikuwa ni tapeli, kwa sababu aliweka speaker chini ya ardhi. Kwa hivyo kile kitendo cha kufunua, alipokwenda kunichukulia dawa, nilipofunua nikaona chini kuna speaker kuukuu iliyochanika, nikahisi hapa nafanya nini? Hapa napigwa. Kwa hiyo nikagairi kufanya yale matibabu. Lakini bahati nzuri nilivyorudi nyumbani siku kama ya 3 baada ya hilo tukio, nikiwa nasikiliza radio, huwa napenda sana kusikiliza radio, nikasikia elimu ya afya inatolewa kupitia kipindi cha radio. Sasa wakati wanatoa elimu ya afya kupitia kipindi cha radio, wakataja siku hiyo walikuwa wanafundisha habari za kifua kikuu. Kwa wakataja dalili za kifua kikuu, lakini pia wakaeleza hii dhana potofu juu ya kurogwa. Nikaguswa moja kwa moja, kwa hiyo nikawa na umakini wa kusikiliza. Baada ya kusikiliza kwa umakini ile habari, nikapata akili. Na wakati huo nilikuwa nimebaki na shilingi 20,000 tu nyumbani. Nikatoka zangu, nikaenda hospitali ya mkoa. Miaka ile ndo kwanza ilikuwa imejengwa. Nikaenda moja kwa moja kitengo cha TB, nikasema naomba mnichunguze TB, kwa kuwa nilisikia kwenye matangazo kwamba TB inatibiwa bure, ili mradi nikifuata taratibu. Nikaenda moja kwa moja kwenye kitengo cha TB. Nilipofika kitengo cha TB wakanipokea, nikajieleza, wakanitoa sample ya makohozi, ikapimwa, na kweli nikagundulika na kifua kikuu. Nikaanza matibabu, nikapona. Na kupitia yale matibabu, kupitia kuugua kifua kikuu kwangu ikabadilika kuwa fursa. Ndio hii ambayo sasa baada ya serikali kuanzisha hizi klabu za watu waliougua kifua kikuu, na mimi pia nikafikiwa, nikajiunga, ambapo mpaka sasa nafanya hizo shughuli. Jamii na marafiki na ndugu zangu waliamini kabisa kwamba chanzo changu cha kuugua kifua kikuu ni useremala. Kwa hiyo changamoto niliyopata, kwanza niliumba kiuchumi. Katika kipindi cha matibabu nilikuwa siwezi kufanya tena kazi za useremala. Lakini baada ya hapo ndugu zangu hawakuwa tayari niendelee kufanya kazi za useremala, wakiamini kwamba ile hali ya vumbi katika shughuli za useremala ndio iliyopelekea kupata kifua kikuu. Hiyo ni changamoto kubwa niliyoipata. Lakini ninaamini katika baadhi ya jamii
wapo watu ambao bado wanaendelea kutenga watu wanaougua kifua kikuu, na hii nimeigundua baada ya kuwa nipo kwenye hizi kazi, kwa sababu kuna baadhi ya familia unaona kabisa wanasema huyu bwana amegundulika na kifua kikuu, basi tumweke pembeni asishirikiane na sisi kwa sababu ya hofu ya kuambukizwa, jambo ambalo sio sahihi sana. Kifua kikuu ukianza matibabu ndani ya siku 14 baada ya matibabu huwezi kumwambukiza mtu mwingine. Yeah. Nini ambacho ungependa kuiambia jamii kutokana na dhana nzima kuhusiana na masuala ya ushirikina na kifua kikuu? Ninaomba niwaambie jamii kifua kikuu ni ugonjwa unaoambukiza kwa njia ya hewa kupitia mdudu anayeitwa Mycobacteria, ambapo sina imani kabisa kama kuna mchawi anaweza kummanage yule mdudu na kuweza kumwambukiza. Kwa hivi jamii naomba waamini kabisa kwamba kifua kikuu ni ugonjwa na wala sio ugonjwa wa korogwe. Ni ugonjwa ambao unaambukizwa kwa njia ya hewa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, na ni kimelea ambacho kinasafiri kwenye hewa kwenda kwa mtu mwingine. Hakuna mtaalamu yeyote wa jadi ama mchawi anayeweza kumanage yule mgonjwa akaweza kuambukiza mtu mwingine. Hakuna mahusiano. Kwa hiyo jamii muone kwamba hakuna kurogwa kwenye kifua kikuu.